Rais wa Marekani Donald Trump anasema hakuna tena mafuta wala pesa za Venezuela zitakazoelekezwa Cuba. Rais wa taifa hilo la Marekani Donald Trump mnamo Jumapili alisema hakuna mafuta wala pesa za Venezuela zitakazokwenda Cuba tena, na kupendekeza kuwa kisiwa hicho kinachoongozwa na wakomunisti kinapaswa kufikia makubaliano na Marekani na kuongeza shinikizo kwa nchi hiyo kuliko sababisha maneno ya ukaidi kutoka kwa uongozi wake. Venezuela ndio muuzaji mkuu wa mafuta ya Cuba, lakini hakuna shehena yoyote iliyoondoka kutoka bandari za Venezuela hadi Cuba tangu kukamatwa kwa Rais Nicolas Maduro wa Venezuela na vikosi vya Marekani mapema Januari, huko kukiwa na kizuizi kikali cha mafuta cha Marekani dhidi ya nchi hiyo ya OPEC. Wakati huo huo, Venezuela na Washington zinaendelea na mpango wa dola bilioni 2 wa kusambaza hadi mapipa milioni 50 ya mafuta ya Venezuela kwa Marekani, huku mapato yakiwekwa katika akaunti zinazosimamiwa na hazina ya Marekani. Hakutakuwa na mafuta au pesa tena zinazoenda Cuba, itakuwa ni sifuri, kwa maana hakuna kabisa. Ninapendekeza kwamba wafikie makubaliano kabla ya kuchelewa, Trump aliandika kupitia ukurasa wake wa Truth Social mnamo siku ya Jumapili. Cuba iliishi kwa miaka mingi ikitegemea kiasi kikubwa cha mafuta na pesa kutoka Venezuela, Trump aliongeza. Rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel alikataa tishio la Trump kwenye mitandao ya kijamii, akidokeza kwamba Marekani haikuwa na mamlaka ya kimaadili ya kulazimisha makubaliano na Cuba. Hivyo rais wa Marekani Donald Trump, mipango yake ni kuhakikisha anayachota na kuyachukua kabisa mafuta nchini Venezuela. Donald Trump ameapa kuingia katika hifadhi ya mafuta Venezuela baada ya kumkamata Rais Nicolas Maduro na kusema Marekani itaendesha nchi hiyo hadi kipindi salama cha mpito. Rais wa Marekani anataka makampuni ya mafuta ya Marekani kukusanya mabilioni ya dola katika nchi hiyo ya Amerika ya Kusini ambayo ina akiba kubwa zaidi ya mafuta ghafi duniani, ili kukusanya rasilimali ambayo haijatumiwa kwa kiasi kikubwa. Alisema makampuni ya Marekani yatarekebisha miundombinu ya mafuta iliyoharibika vibaya ya Venezuela na kuanza kutengeneza pesa kwa ajili ya nchi hiyo. Lakini wataalamu walionya juu ya changamoto kubwa ya mpango huo, wakisema kuwa ungegharimu mabilioni na kuchukua hadi muongo mmoja kuimarisha pato la mafuta. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News.